Karibu sana Wealth and Lucky Links kutoka Tanzania, channel pekee inayokupa fursa ya kujifunza pete aina tofauti tofauti ambazo zimekuwa zikitumika kwenye safari za watu mbalimbali kwenye mafanikio yao, na hizi ni pete ambazo zimebeba siri ya mafanikio kwa watu wengi sana. Na kwa sasa tunapozungumza tumekuwa na pete ya pishu, lakini vilevile tuna pete nyingine ambayo tutaitambulisha muda si mrefu sana, pindi utafiti wetu ama kuifuatilia utakapokuwa kumekamilika, tutaitambulisha kwenu pia. Karibu sana, tumepata fursa ya kujifunza mambo mbalimbali kuhusu pete ya pishu, na nina imani watu mnapata ufahamu, lakini vile mnapata kuelewa kwamba ni kwa namna gani pete ya pishu inaweza kufanya kazi na vitu vingine. Karibu sehemu ya pili, ambapo tunatumia sehemu hii kujibu maswali ambayo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Nafahamu watu wanahitaji kupata ufahamu kuhusiana na pete ya pishu. Sasa wanawezaje kuifahamu na kuweza kupata ufahamu wa kina? Ni kupitia sisi kutoa elimu, lakini vile ni kupitia wao wenyewe kujifunza Google, kama ambao tumekuwa tukisisitiza mtu apate fursa ya kwenda kujifunza Google, lakini vile tumekuwa tukisisitiza mtu kwenda kujifunza kupitia YouTube hapa, ili kuhakikisha anakuwa na maarifa zaidi, sio kupitia channel yetu, kupitia channel za watu wengine ambao wanakuwa wanatoa elimu kuhusu pete ya pishu. Lakini unapokuwa unahitaji kupata pishu original, pete ya pishu original, basi pete hiyo inapatikana kwetu. Tofauti na hapo utapigwa ama utatapeliwa, kwa sababu pete ya pishu nyingi, karibia 80% hadi 90%, nyingi zilizoko sokoni ni fake, na zile pete original za pishu ni ngumu sana kuzipata, ama sio rahisi sana kuzifikia, mpaka uwe na network ya kuzipata moja kwa moja kutoka kwa waandaji. Tofauti na hapo unapata product ambayo ni fake. Sasa moja kwa moja bila kupoteza muda, nitaomba niende kwenye swali hili ambalo limekuwa ni base ya maswali mengi sana ambayo yamekuwa yakiulizwa kuhusu pete ya pishu. Swali hili linauliza ni je, pete ya pishu inawezaje kumpa mtu utajiri? Pete ya pishu inawezaje kukupa utajiri? Pete ya pishu inawezaje kumpa mtu utajiri, hasa yule aliyeivaa? Hili ni swali ambalo limeulizwa na watu wengi, na watu wengi sana wanahitaji kupata ufafanuzi ama kupata kufahamu ni kwa namna gani pete ya pishu inaweza kumpa mtu mafanikio kiuchumi. Katika kulijibu swali hili ni muhimu ikafahamika kwamba 80% hadi 90% ya watu wengi wanaonunua pete ya pishu wananunua kwa ajili ya fact hii inayohusu kutoa ama kuvuta utajiri kwao ama kuvuta mafanikio kiuchumi kwao. Yaani sababu inayofanya watu wanunue pete ya pishu ni hii sababu inayowasaidia wao kufikia malengo ama mafanikio kiuchumi. Tofauti na hapo watu wengi hawako na interest na kuivaa pete ya pishu. Sasa ni muhimu pia watu wakaweza kuelewa kwamba je, ni kweli ama si kweli? Je, pete ya pishu inawezaje kukupa utajiri? Nikiwa naenda kulijibu hili swali ama kutoa ufafanuzi wa kina, nitaomba nianzie kwenye sifa ama kazi za pete au mnyama pishu. Kwenye zile kazi za msingi za mnyama pishu, kazi ya kwanza, anavuta bahati. Kazi ya kwanza, ana attract luckies, anavuta bahati, anavuta bahati. Tunapozungumza kuvuta bahati, tunazungumza mambo mengi ndani yake, lakini mambo mengi tunayoyazungumza katika kuvuta bahati ni tunazungumza kutengeneza mahusiano mazuri na watu wengine. Tunapozungumza neno bahati,
tunazungumza kutengeneza mahusiano mazuri na watu wengine. Kwa nini tutengeneze mahusiano mazuri na watu wengine? Ni kwa sababu chochote unachokihitaji ambacho kiko nje ya uwezo wako, basi kiko ndani ya uwezo wa mtu mwingine. Kwa kama wewe ni mfanyabiashara, unafanya biashara, una mtaji mdogo, basi kuna mtu ana mtaji mara 10 ya mtaji wako. Hivyo iwapo utajenga mahusiano naye mazuri, itakuwa rahisi kwako kushirikiana naye kibiashara. Sijajua kama naeleweka vizuri. Najaribu kutengeneza lugha ambayo ni nyepesi, ambayo kila mtu ataweza kunielewa vizuri. Kwa hiyo tunapozungumza pete ya pishu kuvuta bahati, tunazungumza pete ya pishu kutengeneza mahusiano na watu wengine, watu ambao watatupa chochote ambacho sisi tunakitaka. Lakini watu hawa hawatatupa chochote tunachokitaka bila kuwa na value, thamani ama huduma. Ni lazima uwe na huduma ambayo unaitoa, lazima uwe na thamani ambayo unaiuza, lazima uwe unatatua matatizo ya watu kwenye maisha. Hapo ndipo watu watakuwa tayari kukupa chochote unachokuwa unakitaka. Kwa hiyo tunapozungumza kwamba pete ya pishu inavuta ama inamwezesha mtu kukua kiuchumi ama kuvuta utajiri kwa mtu aliyeivaa, ni kwa sababu inakwenda kutengeneza mahusiano ambayo yatakuwezesha wewe kupata chochote unachokitaka kupitia kile ambacho nakifanya. Kwa mfano, wewe ni mfanyakazi wa taasisi X. Taasisi hii inatoa labda huduma, tuweke mfano, inatoa huduma ya kuuza mafuta, kwa maana tunaongelea Shell sasa. Kwenye kituo hiki ama Shell hii ina wafanyakazi 10, lakini kuna mfanyakazi X ambaye yeye ana mahusiano mazuri na watu. Tunaongelea wateja hao. Ana mahusiano mazuri na wateja. Kila mteja anapofikiri kuweka mafuta, basi anafikiri kwenda kuweka mafuta kwenye sheli ile, na kila akifika pale kwenye ile sheli, anapofikiri ni pampu ipi imhudumie, anafikiri kwenda kwenye ile pampu ambayo wewe mtu mwenye mahusiano mazuri na watu umeshika. Kwa maana automatic atafikiri, anapofikiria kuweka mafuta, atafikiria kwenda kuweka mafuta kwenye sheli ambayo wewe upo. Pili, anapofikiri nani amiminie mafuta kwenye gari yangu, au nani ainyweshe gari yangu mafuta, atafikiria kunyweshwa na wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu una mahusiano mazuri na watu, una mahusiano mazuri na yeye. Kwa hiyo basi, ukisha kuwa na watu wengi ama ukisha kuwa na mahusiano mazuri na watu wengi, kinachotokea automatic, hiyo sio wewe, ni kitu ambacho kinatokea tu automatic. Unajikuta wewe ndiye mwenye mauzo makubwa kati ya wafanyakazi wote ambao wapo kwenye sheli yenu. Yaani unajikuta wewe una mauzo makubwa zaidi kuliko watu wengine kwenye ile sheli ambayo unafanya kazi. Sasa kinachofuata ni nini? Bosi kila kikaa chini akaangalia ni nani ana matokeo mazuri kwenye kufanya mauzo. Anaona kila siku ambazo wewe uko shift unafanya mauzo ni siku ambazo unafanya vizuri zaidi. It means wewe iwapo utachukua muda na kumshauri jambo lolote boss, atakubaliana na wewe au atalikubali. Kwa nini atalikubali? Kwa sababu wewe una mauzo makubwa kwenye kituo chake. Kwa hiyo anaamini una maarifa ya ziada ambayo yatamsaidia kuongeza mauzo na kwa wafanyakazi wengine. The same, bosi huyo huyo mwenye hicho kituo cha mafuta anapofikiri kupandisha watu madaraja, let's say kumtoa mtu kutoka kuwa mshika pump kumpeleka kuwa labda manager ama team leader au vyovyote, atakufikiria wewe. Kwa nini akufikirie wewe? Kwa sababu anaona na mauzo mengi. Kwa hivyo atahitaji maarifa ulionayo yanayokusaidia kutengeneza mauzo mengi kwenye kuuza mafuta,
uwasaidie wale watu ambao wanashindwa kufanya mauzo kwenye hicho kituo cha mafuta. Nafikiri mfano huu unanielewa vizuri. Kwa automatic unakuta tayari wewe umeshapanda daraja, yaani umeshapandishwa cheo. Again, kupitia huo mfano wa mtu ambaye anafanya kazi sheri, bosi atakapohitaji let's say kutoa motisha kwa wafanyakazi ambao wanafanya vizuri, automatic wewe utajikuta tayari umekuwa namba moja, kwa sababu wewe ndio unayefanya vizuri. Lakini haufanyi vizuri kwa bahati mbaya, unafanya vizuri kwa sababu una mahusiano mazuri na watu. Ulishawahi kwenda ofisi fulani, ukifika ofisi hiyo usipomkuta mtu fulani, hata kama utahudumiwa kwa kiwango kile kile, lakini nafsi yako itaondoka pale ikiwa haijaridhika. Aidha ni mpaka utakapompigia mtu huyo simu kwamba kaka, nilikuja ofisini kwako, sijakuona, nimehudumiwa na kijana wako. Kaka, nilikuja ofisini kwenu, sijakuona, nimehudumiwa na stafu fulani. Na mtu huyu ambao wewe una mahusiano naye mazuri, atakapokuruhusu, atakapokuambia amekuhudumia Amina yuko vizuri sana, hana shida yoyote, nafsi yako inapata amani. Na hata siku nyingine unapotegemea kupata huduma kwenye kampuni hiyo, usipomkuta yule ambao umejenga naye mahusiano, ukamkuta Amina, unaamini nitapata huduma bora, kwa sababu Amina yuko certified kupitia yule ambaye yeye umejenga naye mahusiano. Kwa automatic, pete ya Pishu Rings kwa sehemu kubwa inatengeneza mahusiano, na haya mahusiano ndiyo yanayotupa mafanikio kiuchumi. Nitaweka mfano mwingine. Kuna mtu X anafanya kazi kwenye taasisi X. Yeye ni manager, lakini kila anapokaa na watu ambao anawaongoza kutengeneza mikakati ambayo itakwenda kufanyiwa kazi kwa ajili ya kudeliver matokeo bora kwa bosi, mara zote mikakati hiyo haitekelezwi na wale ambao wanawasimamia. Kinachofuata ni nini? Huyu mtu anashushwa daraja kwa sababu ameshindwa kuwasimamia wafanyakazi ambao wako chini yake kuweza kufanya kazi na kudeliver matokeo ambayo yanahitajika kwa bosi, ama kuweza kufikia target ambayo bosi anaifanyia kazi ama taasisi inafanyia kazi. Mfano, taasisi inafanyia kazi figa labda ya milioni 10 kila mwezi, au milioni 100 kila mwezi, milioni 200 kila mwezi, milioni 300 kila mwezi. Sasa yule mtu ambaye utendaji wake wa kazi katika kuwasimamia wafanyakazi wengine una deliver kuisaidia hiyo figa kuweza kufikiwa, au malengo ya taasisi, malengo ya bosi kuweza kufikiwa, atakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kupewa nafasi nyingine ama kusaidiwa zaidi kuliko yule ambaye hawezi kufikia au anashindwa kudeliver. Hii ni mifano miwili ambavyo naielezea namna pete ya Pishu inavyoweza kumpa mtu mafanikio kiuchumi. Lakini ukirudi kwenye video namba 3, nilizungumza nguvu ya ajabu inayokuja nayo pete ya Pishu. Pete ya Pishu inakuja na nguvu ambayo inakupa kwanza utulivu wa akili, pili inakupa utulivu wa mwili. Sasa basi, unapokuwa na utulivu wa akili, ni rahisi kwako kukua kiuchumi, ni rahisi kwako kuyafikia malengo yako ambayo unayafikia kazi, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinakuwa kinakuharibu kiakili, hakuna kitu ambacho kinakuharibu kihisia kuweza kufanyaje, kuharibu uchumi wako. Kwa automatic tu unajikuta umefikia mafanikio. Jambo lingine la msingi zaidi ni kwa namna gani pete ya Pishu tukaweza kuweka mfano mwingine. Tuweke mfano wewe ni dalali. Wewe ni dalali ambaye unafanya kazi zako binafsi na umejenga mahusiano mazuri na watu, na watu wamejenga mahusiano mazuri na wewe. Mtu anapopata kazi kati ya wale watu ambao umejenga nao mahusiano,
mtu wa kwanza kumfikiria utakuwa ni wewe. Kwa nini wewe? Kwa sababu kwanza una mahusiano naye mazuri, lakini pili, ana uhakika kwamba kazi akiileta mikononi mwako itafanikiwa. Kwa hiyo automatic utajikuta wewe muda wote unaletewa kazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wana uhakika kwamba nikimpelekea Amina kazi hii itafanikiwa, nikimpelekea Juma kazi hii itafanikiwa. Kwa sababu gani? Ana network ya watu ambao wamejenga nao mahusiano mazuri. Kwa hiyo pete ya Pishu itakusaidia kukua kiuchumi kupitia njia kama hizo, kupitia kazi unayoifanya. Lakini swali lingine ambalo ni la nyongeza sasa, ambalo limekuwa likiulizwa sana, je, pete ya Pishu inanuiwa? Pete ya Pishu hainuiwi. Jibu hilo, pete ya Pishu hainuiwi. Pete ya Pishu inafanya kazi kupitia mikakati yako binafsi, inafanya kazi kupitia jitihada zako binafsi, na inafanya kazi kupitia kusudi lako. Unapokusudia kufanya jambo fulani na ukaweka juhudi katika jambo hilo, basi pete ya Pishu inafanya kazi kupitia jitihada hizo. Kwa msingi wa kufanya kazi kwa pete ya Pishu kwa mtu yeyote ni namna mtu mwenyewe anavyofanya kazi. Lakini haiko siku eti pete ya Pishu tutaiagiza kwamba bwana Pishu nataka shilingi 10,000 au na shida na 10,000 nikakupa 10,000. Hapana. Bali kadri unavyofanya kazi, unajua kabisa leo na jukumu hili, kesho na jukumu hili. Unavyofanya kazi ndivyo unavyozidi kufanikiwa zaidi. Hili ni swali muhimu sana ambalo nimekuwa nikipokea kutoka kwa watu wengi sana. Sasa nimetumia zaidi ya dakika 16 kujibu swali hili moja, na nikiwa nimeweka mifano mitatu kwa uchache sana. Imani yangu ni kwamba umeelewa, na kama haujaelewa uliza swali ili kuhakikisha tunatoa fursa ya watu wengine kujifunza zaidi kuihusu pete ya Pishu, kwa sababu pete ya Pishu inajenga mahusiano. Kwa kumalizia, nilipokea simu kutoka kwa rafiki yangu mmoja ambaye nilimuuzia pete ya Pishu, akiniambia kwamba miongoni mwa tofauti kubwa sana ambayo anaiona yeye kwenye utekelezaji wa majukumu yake ni kwamba watu ama staff wenzake ofisini wamekuwa na interest ya kufanya naye kazi muda mwingi sana, na akaenda mbali zaidi akiniambia kwamba yeye binafsi mara ya kwanza kulikuwa na doubt watu kuweza kufanya naye kazi na vitu vingine, lakini sasa anafanya kazi vizuri na anatekeleza majukumu yake bila changamoto yoyote. Hii inaonyesha ni how pete ya Pishu inaweza kufanya kazi kwa mtu yeyote. Na kubwa zaidi, pata fursa ya kujifunza zaidi kuhusu hii pete kupitia Google, soma makala mbalimbali kuhusu hii pete, lakini nenda YouTube, angalia videos mbalimbali kuhusu pete ya Pishu, and then utapata fursa ya kujifunza na kuweza kupata maarifa zaidi na kuweza kuielewa zaidi. Na pindi utakapohitaji pete ya Pishu uweze kuipata, basi hakikisha unakuja kwetu hapa, tunakuletea pete ya Pishu ndani ya saa 24 tu utakuwa umepokea pete yako. Mikoa yote ya Tanzania, Rwanda, Burundi, Malawi, Zambia, Kongo, Kenya, pete ya Pishu inakufikia ndani ya saa 48 pekee, inakuwa imekufikia katika mataifa hayo. Ndani ya saa 48 na kuendelea, pete ya Pishu Rings itakuwa imekufikia popote ulipo, East Africa na mataifa mengine ndani ya Afrika. Karibuni sana. Pete za Pishu zimbaki chache. Weka oda yako sasa ili uweze kuipata pete ya Pishu bila changamoto yoyote. Karibuni sana.